Majukumu. Wape majukumu madogo madogo ya kufanya nyumbani kulingana na umri wao, kama vile kutandika kitanda, kuokota vitu vyao vya kuchezea au kusaidia kuweka mezani. Hii inawajenga uwezo wa kujitegemea na kuwajibika. Jamani, watoto wanajifunza kupitia sisi. Umenielewa eh? Kupitia sisi watu wazima. Umeelewa eh? Kwa unapoenda kwenye nyumba ya bosi wako ukakuta wale watoto wanakuangalia wewe, kwa sababu mama si hayupo nyumbani muda mrefu, wewe ndio unabaki kwa msimamizi pale. Kwa anakuangalia wewe, dada unafanya nini? Dada unaongeaje? Dada una nidhamu kiasi gani? Si ndio? Dada unafanyaje kazi zako? Watoto wanaiga kutoka nini? Kwako. Wakikuona wewe muda wote TV, na wenyewe wanaona kumbe TV ndio kitu cha muhimu. Si ndio? Lakini ukiona dada muda wako wa kazi mzima TV, uko busy, umefuta, mfanya nini? Utaona tu katoto kataokota. Atakwambia dada chukua. Si ndio? Ataokota kingine tena nchi hapa na kustaili. Hivyo ndio watoto wanavyojifunza. Umenielewa? Kupitia sisi wenyewe. Tofauti na kumwambia mtoto hapa fanya hivi. Lakini unapofanya pale mtoto na yeye anajifunza. Umeelewa? Unavyofanya, na kwa sababu tayari una mahusiano mazuri na mtoto, atataka kuwa na wewe hapa muda wote na atajifunza kutoka kwako. Na itakuwa rahisi wewe kuweza kumfundisha majukumu madogo madogo. Lakini ukiwa ni adui tena, akikuona wewe kama adui, utamfundishaje? Kwanza atakubali hawezi, anakuona wewe ni adui tayari. Wewe kama ni adui, atakuwa busy na mambo yake huko, atajiweka busy na michezo yake na nini, hatataka kushirikiana na wewe. Lakini ukiwa ni rafiki wa mtoto, ukiwa karibu na mtoto, automatically tu unakuta kenyewe unapiga deki na kenyewe katachukua nguo, katakuwa kanafuta. Hivyo ndo watoto wanavyojifunza. Umeona? Kama mzazi anakuwa na kama ni watoto ambao ni rika kubwa kidogo, mzazi anakuwa anakuambia okay, labda waelekeze watoto wangu, labda mwelekeze mwanangu wa miaka 7, nataka ajue kufua. Unamfundisha mtoto kwa upendo kiasi kwamba anaona kama vile mnacheza. Kumbe ndo anajifunza hivyo. Mfundisha mwanangu hata kuosha vyombo. Yaani tengeneza mazingira mtoto anaone kama anacheza. Kumbe ndo afaje? Ndo anajifunza. Hiyo ni upendo. Ukiwa na upendo ni njia rahisi sana ya kuweza kuishi na watoto na kuweza kuwafundisha baadhi ya majukumu madogo madogo. Umeona? Sio kwa mtoto umemwacha yuko kule, wewe upo jikoni. Si ndio? Au wewe unafua, umemwacha mtoto maelimia huko. Hapana. Mweke mtoto karibu. Muangalie mtoto. Muangalie kwa ukaribu, muangalie kwa naye karibu. Utaona tu hata kama ni unakanda unga chapati, utakaona na kenyewe kana. Utamwona tu kuna namna ana ushirikiano huyo, utafikiri anaelewa nini hata anakifanya. Kwa hiyo watoto bwana ni sisi wenyewe. Umenielewa ni namna ya wewe mwenyewe utawezaje kwenda kukaa nao na kuwahendo. Mkisikiliza mafunzo yetu, mtaenda kukaa na mabosi zenu vizuri, na bosi wako atakupenda na atakuona wewe ni wa thamani katika maisha yake. Sawa? Kingine, sifa. Wasifu watoto wanapofanya jambo jema. Hii inawahamasisha kuendelea kufanya vizuri. Unapowasahihisha, fanya hivyo kwa upole na kwa upendo. Jamani, upendo. Yaani watoto wanafundishwa kwa upendo. Ukiwa mbabe kwa mtoto naye atakufanyia hivyo, anakurudishia kile ambacho wewe unampa. Sawa? Kile unachompa anakurudishia. Umeelewa Kwa watoto wasifia, amefanya kitu kizuri, mwambie wow good. Umefanya vizuri jamani. Wewe umemaliza. Umeona? Umemaliza homework yako.
wow, umefanya vizuri jamani. Clap your hands for, kama wako wengi. Clap your hands for Ethan. Unampigia na makofi. Kama mko wawili, unampigia wewe mwenyewe. Na Kenya mtakaona tukanapiga makofi. Umeona? Unapiga makofi, unampigia mtoto ni homework amefanya vizuri. Hata kama hajaandika vizuri lakini angalau unamuona anaelekea, unampigia makofi. Sawa jamani? Unampigia makofi, unamwambia mtoto umefanya vizuri. Wow! Wewe ndio umeandika hapa. Jamani, ndio umeandika vizuri jamani. Yeah! Unampigia makofi. Akija mama umuonyeshe, sawa? Utamwona mamake akija huyo kabeba daftari. Mama anamuonyesha. Umeona? Sawa jamani? Na kingine, ratiba ya kulala. Kila siku hakikisha mtoto analala kuamka karibu na saa ile ile kila siku. Hata mwishoni mwa wiki, siku ambazo hawajaenda shule, hakikisha wanapata muda wa kulala. Hii husaidia kudhibiti saa ya mwili wake na kufanya iwe rahisi kwake kulala. Jamani, muda wa kulala mtoto. Maintain muda nini kulala mtoto. Unakuta unalea katoto kadogo ka miaka 2. Wewe leo umemlisha saa 5, kesho umemlisha saa 7 mchana, kesho leo saa 1 asubuhi. Hapana. Muda wake asubuhi, kama unajua kabisa huu ni muda wake wa kula. Akila saa 1 huyu analala, akila saa 1 akioga analala. Si ndio? Labda saa 3 analala. Anakuja kuamka saa 6, saa 6 atakula, akila tatiza kidogo atalala tena. Si ndio? Yaani lazima ujue ratiba. Ujue ratiba pia ya mama yake ambayo atakupatia, lakini ndio yale niliyosema, kama bosi yuko busy, unajitahidi kumsaidia nini? Bosi wako. Kwa sababu utakapofika kwenye nyumba kama nilivyosema, utapewa ratiba ile nyumba. Lakini kuna nyumba nyingine unaweza ukaenda na usikute ratiba. Ni wewe jukumu lako kumsaidia bosi wako kutengeneza nini? Ratiba, na unamwonyesha bosi wangu hii ratiba unaionaje? Yeye ndo atakayeipitisha au la. Sawa? Kwa hiyo hakikisheni watoto wadogo wako hivi. Yaani kama ni analala saa 3, automatically tu unakuta ni saa 3. Utamuona tu usingizi. Kwa hiyo unajua kabisa mtoto analala labda saa 2. Si ndio? Utakaona tu saa 2 usingizi. Umeona? Kwa hiyo kama mtoto ambaye unaona kabisa labda hana ratiba na unaona ni mtoto mdogo, anachelewa kulala, ikifika saa 2 unamwambia twende tukalala. Sio unamwambia nenda kalala afu unaangalia tamthilia. Au uko unamwambia twende tukalala. Mnaenda mnalala wote, hata kama wewe ulali kweli unalala naye pete, unaona tu yeye huyo ameshasinzia. Andaa mazingira tulivu. Kabla ya mtoto kulala, muandalie shughuli tulivu kama vile kusoma kitabu, kuoga kwa maji ya uvuguvugu au kusikiliza mziki mtulivu. Epuka shughuli zenye kusisimua au kutazama television muda mfupi kabla ya kwenda kulala. Watoto wadogo wanajifunza kwa vitu vingi sana. Ndio maana hata mama mjamzito huwa anashauriwa kama anaweza ajifunze, apende sana kusoma vitabu. Kwa sababu zile tabia unazozifanya ukiwa mjamzito, mtoto wako atakuja kuwa nazo tu huko mbele. Kwa kupenda sana kusoma vitabu, kama unapenda sana kusoma vitabu vya English, mtoto wako utamuona tu lugha yake ya kwanza lazima itakuwa ni hiyo. Lazima, na ataipenda, atakuwa nao tu hivyo hivyo. Umeelewa? Yaani hiyo ni psychology, ni mambo ya science. Na ni kweli mimi mtoto wangu nilikuwa nasoma sana vitabu. Sana vitabu vya English. Na ilikuwa ni mazingira yangu ya kazi, ilikuwa ni muda mwingi natumia kuongea Kiingereza. Mtoto wangu anaongea English, hataki Kiswahili. Hata mfosi vipi, unamfundisha siku 2, anarudi huku. Tumii kabisa Kiswahili, anapata shida. Nikajua kumbe ule msemo ni kweli. Kwa hiyo ningekuwa naweza, ningesoma hata Kifaransa. Ili mwanangu ajue, ningesoma na Kifaransa kabisa.
Kijerumani vyote ningevisoma, lakini ndio hivyo, mtu unakuja ku experience situation baada ya haya. Utaratibu wa kulala, kutengeneza utaratibu rahisi na thabiti wa kwenda kulala, kwa mfano kuoga, kupiga mswaki, kuvaa nguo za kulalia na kusoma hadithi. Kurudia utaratibu huu kila siku humfanya mtoto ajue kuwa muda wa kulala umefika. Haya, muda wa kulala mtoto, kila nyumba ina utaratibu wake, si ndio? Lakini kama nilivyosema, mtoto unamfeed kuanzia yuko tumboni, na anapozaliwa pia unatakiwa umfeed details. Lazima umfeed details, lazima umlishe materials. Umeona? Kama ni ratiba yake, unajua kabisa muda wake wa kuoga ni huu, muda wake wa kulala ni huu. Kabla hajalala tukiwa nimsomee kitabu mtoto, unakaa na mtoto kwa pembeni ili kummotivate aende kulala. Ili kummotivate aende kulala, si ndio? Unamwambia, unaanza kumsomea vitabu. Sawa? Unamsomea kitabu cha story. Sawa? Unamsomea kitabu cha story, unamsimulia hata hadithi. Kama mtoto umkuta baba hana vitabu, basi hata hadithi, unamsimulia hadithi nzuri, unamwambia twende ukalale, nikusimulie na hadithi nzuri kabisa. Unamsimulia hadithi nzuri kabisa. Kila siku unakuwa mnatengeneza ni hiyo ratiba. Mtoto anazoea na anakuwa unajenga pia ukaribu na mtoto. Unakuwa unajenga ukaribu na mtoto. Mmeelewa? Kabisa. Jamani, mkawapende watoto wa mabosi zenu. Mmeelewa Mkawapende watoto wa mabosi zenu. Ukawe kama vile watoto wenu. Msije hapa mkatuaibisha. Mimi naangalia sura zenu